Karibu ndugu mtazamaji, na kwa siku ya leo tunaenda kuangalia ugonjwa unaoitwa osteoporosis, yani misuguano kwenye mifupa. Osteoporosis ni ugonjwa ambao hupata watu wazima, lakini pia hata watu ambao wana umri wa kati. Hii ni kutokana na upungufu wa madini chokaa, yani calcium kwa kiasi kikubwa. Tunasema kwamba madini chokaa ni madini ambayo ni madini mama katika mwili wa binadamu. Tunahitaji calcium katika miili yetu kila siku kama miligramu 1800 hadi 2000. Hii ni sasa na lita 2 za maziwa fresh kila siku. Unaona, sababu maziwa fresh na calcium nyingi sana. Hili tatizo ni kubwa hasa kwa kina mama. Unakuta mwanamke anapoteza calcium kipindi cha hedhi. Unaona, anakuwa anapoteza calcium nyingi, lakini pia anakuwa anapoteza calcium kipindi cha ujauzito, ambapo wataalamu wanasema kwamba miligramu 300 huenda kwa mtoto kila siku kwenda kuboresha viungo vyake mbalimbali kama mifupa. Kwa hivyo unakuta kwa njia hiyo mwanamke anakuwa anapoteza calcium kwa kiasi kikubwa sana. Na kwa wengine kwa bahati mbaya au nzuri hawajui kitu gani waweze kula ili waongeze kiwango cha calcium ambacho kimepotea. Anakuta kwamba mtu anakula vyakula kimazoea. Kwa hivyo mwisho wa siku mwili unakuwa na udhaifu mkubwa sana. Unaona, anakuwa anapata osteoporosis kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo lengo letu leo ni kuangalia namna gani tunaweza tukaepukana na hili tatizo. Unaona, ili mtu aweze kukaa vizuri kwa kupitia vyakula vya kila siku na kupitia dawa mbalimbali ambazo tunaenda na kwa pamoja tuweze kuangalia. Hivyo nataka tuangalie ni vitu gani ambavyo ukiviondoa katika maisha yako basi utaepukana na ugonjwa huu wa osteoporosis au misuguano kwenye mifupa. Na endapo utapendelea hivyo vitu basi unaweza kupata matatizo makubwa sana. Unaona, na utakuwa unalalamika kila siku. Na tatizo la kwanza tunasema kwamba usivute sigara, usivute bangi, wala vitu vingine vyote ambavyo vina kemikali au vina sumu kwa kiasi kikubwa. Tunasema kwamba mtu anayevuta sigara kwa kiasi kikubwa mara nyingi ni rahisi kupata tatizo la osteoporosis, kwa sababu sumu zinazopatikana kwenye sigara kama hizo cyanide na zingine mara nyingi huzuia ufyonzaji wa madini chokaa au calcium. Matokeo yake ni kwamba mifupa huwa dhaifu kwa sababu inakosa madini mengi kutokana na sumu kuzuia ufyonzaji wa madini chokaa. Lakini kitu kingine cha pili, namna ya kuepukana matatizo ya misuguano kwenye mifupa ni pamoja na kuacha vinywaji vyenye caffeine kama kahawa na vinywaji vingine. Achana na hivyo vitu, kwa sababu kadri unapokunywa vinywaji hivyo vyenye caffeine kwa kiasi kikubwa mara nyingi huzuia calcium au madini chokaa katika mwili wa binadamu kwa kiasi kikubwa sana. Na tunasema chakula kikubwa sana cha mifupa katika mwili wa binadamu ni madini chokaa. Ndio chakula chake, misuli, ubongo na kadhalika. Lakini namba 3 tunasema kwamba achana na pombe. Unapotumia vinywaji vya pombe kupita kiasi, mara nyingi inarostisha homoni ya parathyroids ambayo huenda kusaidia ufyonzaji wa calcium kwenda vizuri katika mwili wako, lakini pia inakuwa inaenda kuzuia ufyonzaji wa vitamini D katika mwili wako. Vitamini D ndio husaidia ufyonzaji wa calcium katika tumbo, small intestine, utumbo mdogo, ili kukaa vizuri. Sasa unapokunywa vinywaji vya pombe au vinywaji vyenye alcohols kwa kiasi kikubwa sana, upelekea kurostisha hiyo kazi, ambapo unaweza kupelekea hata mota au mawasiliano kwenye brain kuwa na shida na mifupa kuwa na fracture kwa namna moja ama nyingine au msuguano kwa kiasi kikubwa. Napenda kushauri vijana wanaokunywa pombe, napenda kushauri wakina baba wanaokunywa pombe, napenda kushauri wakina dada, wakina mama wanaokunywa pombe waache, kwa sababu ipo siku watahesabu gharama, ipo siku watalia. Hata vile vinywaji ambavyo vimeandika non alcohols sio nzuri kwa afya yako, achana navyo. Namba 4, punguza kiwango cha ulaji wa nyama nyekundu ambacho unakitumia kila siku. Mara nyingi matumizi makubwa sana kupita kiasi ya nyama nyekundu inaweza kapelekea upungufu wa madini chokaa katika mwili wako na hivyo kutofyonzwa vizuri katika mwili wako. Kuna video zangu unaweza kutafuta ambao nimeelekeza namna ya kuandaa nyama nyekundu na kuitumia. Usile sana nyama kila siku. Unaona, unakula nyama. Kula nyama at least mara 3 kwa wiki inaweza kafaa. Namba 5 tunasema kwamba usipendelee sana kutumia dawa za hospitalini mara kwa mara, kwani kuna baadhi za dawa ambazo hupelekea matatizo kwenye mifupa. Endapo utakuwa na mazoea ya kunywa dawa mara kwa mara, hata kwa matatizo ambayo ni madogo kabisa ambao unaweza kutumia hata maji tu, mfano kama kichwa kuuma, lakini wewe utakuwa unakimbilia kutumia dawa za hospitalini, hii inaweza kukupelekea matatizo kwenye mifupa. Na watu wengi wamekuwa wakipata shida au tatizo hili la osteoporosis kutokana na dawa wanazotumia kila siku. Mfano, wale wenye matatizo ya sukari ambao wanatumia dawa za sukari mara kwa mara, na wale pia wenye matatizo ya pressure ambao wanatumia dawa za pressure kila siku ndipo wakai vizuri. Mara nyingi watu hawa mwisho wa siku wasipolalamikia matatizo ya figo, basi watapata matatizo ya mifupa, kwa sababu mifupa hufyonza madini hayo ambao kutokana na hizo dawa kwa kiasi kikubwa ambazo zina kemikali kwa kiasi kikubwa. Mwisho wa siku ni rahisi kupata osteoporosis.
Endapo utatumia dawa, basi ni vizuri ukamfuata dokta akupe ushauri ni kwa namna gani unaweza kutumia hizo dawa. Namba 6, tunasema ni vizuri ukafanya mazoezi mara kwa mara. Unapofanya mazoezi mara kwa mara, usaidia kuimarisha mifupa. Mifupa mara nyingi upenda kubanwa. Kwa hivyo unapofanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea, kukimbia, kuruka kamba, kusukuma ukuta, mara nyingi unaimarisha mifupa yako kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu kuna utafiti uliowahi kufanywa mwaka 2003 na James Joseph kutoka chuo kikuu cha Florida, Marekani. Yeye aligawa watu umri ambao umeenda katika magrupu makuu mawili. Grupu la kwanza aliwafanyisha mazoezi mara kwa mara kama kusukuma ukuta, kucheza mpira, kuruka kamba, unaona. Na grupu la pili aliwapa tu supplement. Kuna zile vidonge ambazo zinatokana na virutubisho, tunaita food supplements, ambazo tumekuwa tukizeuza mara kwa mara na tumekuwa tukizitumia. Zingine zimeandikwa calcium, phosphorus, magnesium. Mara nyingi hizo dawa watu wamekuwa wakizikimbilia sana. Bila kufanya mazoezi anakimbilia zile dawa. Kwa hivyo grupu la pili yeye alikuwa anawapa hizo supplements, wanakula tu supplements kuhusiana na mifupa, unaona. Na grupu la kwanza alikuwa anawafanyisha mazoezi. Kitu kilichokuja kutokea baada ya miezi miwili ni kwamba grupu la kwanza waliweza kupata matokeo makubwa kwa sababu walikuwa wanafanya mazoezi vizuri na wanapata mlo mzuri. Lakini grupu la pili ambao walikuwa wanatumia tu dawa za mifupa, hasa zile supplement ambazo zinaga shida sana, walikuja kupata matatizo. Badala ya kupata matokeo chanya, walipata matokeo hasi, kutokana kwamba walikuwa wafanye mazoezi jinsi inavyotakiwa. Hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha kwamba mtu yeyote anayefanya mazoezi mara kwa mara anaimarisha mifupa. Namba 7, tunasema kwamba pendelea sana kula vyakula vyenye madini chokaa au calcium kwa kiasi kikubwa sana. Penda sana calcium. Kama wataalamu wanatushauri kwa siku itakuwa tupate miligramu 1800 hadi 2000 ya madini chokaa au calcium. Hii ni kiwango kikubwa sana. Je, nani anayefanya hivyo? Lakini pia calcium tunaweza tukapata kwenye yogurt, yani maziwa mgando, unaona, au tunaita mtindi. Tunaweza tukapata. Lakini calcium pia tunaweza tukapata kwenye machungwa kwa kiasi kikubwa sana. Ina calcium. Tunaweza tukapata calcium kwenye nyama ya soya, tunaita tofu. Tunaweza tukapata calcium kwenye cabbage. Cabbage ina calcium nyingi sana, ni mboga ambayo tumeisahau. Tunaweza tukapata calcium kwenye spinach kwa kiasi kikubwa sana. Tunaweza tukapata calcium kwenye jamii za maharage. Tunaweza tukapata calcium kwenye mboga kama leta. Lakini pia tunaweza tukapata calcium kutoka kwenye parachichi. Namba 8, tunasema kwamba ni vizuri ukapata vitamin D kwa kiasi kikubwa sana katika mwili wako. Unajua calcium pamoja na vitamin D vinaendana kwa sababu tunasema kwamba ufyonzaji wa calcium inategemea sana vitamin D ya 3 katika utumbo mdogo. Vitamin D tunaweza tukapata kwenye mafuta ya samaki. Pendelea sana kutumia mafuta ya samaki kama omega 3, omega 6, omega 9 mara kwa mara. Zinauzwa madukani, unaweza kununua ukawa unatumia. Vitamin D pia tutapata kwenye mayai ya kuku kienyeji. Na vitamin D pia tunaweza tukapata kwenye mwanga wa jua. Hasa wakati wa asubuhi unaweza kukaa dakika 5 hadi 10 wakati jua halijawa kali sana, na wakati wa jioni pia wakati jua linaelekea kuzama. Hebu ndugu mtazamaji, tuweze kuangalia sote ubaoni umri pamoja na kiwango cha madini chokaa au calcium ambacho kinahitajika pamoja na vitamin D katika umri wa mtu tangia akiwa mdogo na hadi ukubwani. Hapa kuna umri, madini chokaa. Kwa hiyo tunasema kwamba kwa mtoto ambaye ana miezi 6 inatakiwa apate miligramu 210 na apate international units 200 ambayo ni vitamin D. Lakini kwa mtoto mwenye umri wa miezi 6 hadi mwaka mmoja inatakiwa apate miligramu 270. Pia apate vitamin D international unit 200. Mwenye umri wa mwaka mmoja hadi miaka 3 inatakiwa apate calcium miligramu 500, apate vitamin D 200 ambayo ni international units. Na kwa mtu ambaye ana umri wa miaka 4 hadi 8 inatakiwa apate calcium miligramu 800, apate pia international units 200 ya vitamin D. Na mtu ambaye ana umri wa miaka 9 hadi 18 inatakiwa apate calcium miligramu 1300 kwa siku, lakini apate international units 200 ya vitamin D. Pia mtu ambaye ana umri wa miaka 19 hadi 50 inatakiwa apate miligramu 1000, unaona, ya calcium. Vitamin D itakuwa apate international units 200. Na kwa mtu ambaye ana miaka 51 hadi 70 itakuwa apate miligramu 1200 ya madini chokaa au calcium. Na pia apate vitamin D international units 400. Kwa umri wa miaka 71 na kuendelea itakuwa apate miligramu 1000 kwa siku. Vitamin D apate 200 international units. Na hebu sasa tuangalie tiba. Kwanza kabisa tunahitaji carrot kama 4, lakini pia tunahitaji tango moja ambayo ni kubwa. Tunahitaji kitunguu maji kama 2,
na pia tunahitaji slice 2 ya tikiti maji. Kwa hiyo unachofanya nini? Unachofanya kwamba unachukua mchanganyiko huo wote alafu unausaga au unaublend kwenye blender. Baada ya kuusaga huo mchanganyiko vizuri, usichuje, alafu uchukue vijiko vikubwa 4 vya unga wa turmeric powder au unga wa manjano au binzari wengine wanaita. Unachanganya au unaweka kwenye juisi yako. Baadaye unakoroga vizuri mchanganyiko huo. Baadaye utakuwa unatumia huo mchanganyiko glasi 1 asubuhi, glasi 1 mchana na glasi 1 jioni ndani ya mwezi mmoja. Lakini dawa namba 2, tunataka uchukue mbegu za mbaazi. Unazikaanga, ukishazikaanga unatwanga, unapata unga. Kwa hivyo utakuwa unachukua vijiko vikubwa 3 vya unga wa mbegu za mbaazi, alafu unaziweka kwenye glasi 1 ya mtindi, unakoroga, unatumia asubuhi na jioni mpaka utakapopata nafuu au utakapojisikia vizuri. Dozi namba 3, chukua majani ya machungwa, alafu uzioshe vizuri ambazo ni matepetepe, alafu utazisaga. Unapozisaga unapata juisi yake, unachuja. Utakuwa unatumia glasi 1 asubuhi, glasi 1 mchana na glasi 1 jioni. Tumia kadri uwezavyo mpaka utakapopata unafuu. Lakini kwa upande wa kuchua, ni vizuri ukachukua mafuta ya kitunguu saumu kijiko kikubwa 1, mafuta ya karafuu kijiko kikubwa 1, mafuta ya zaituni au olive oil kijiko kikubwa 1. Kwa hiyo ukishachanganya mchanganyiko huo kwa pamoja vizuri, alafu utakuwa unapaka mkononi, unakuwa unajichulia vizuri zaidi asubuhi na jioni. Na leo tulikuwa tunaangalia matatizo ya mifupa. Asante na kwaheri.